Yes, ni mechi ambayo ilikuwa na incident nyingi sana. Ukiangalia kwa upande wa Senegal hawakuridhishwa na maamuzi ambayo yalifanyika kwenye ule mchezo. Ndio maana pia walitoka nje. Baadaye wakarudi wakacheza mchezo. Kwa hiyo mimi binafsi sikubaliani na maamuzi ambayo yamefanyika kwa sababu mchezo ulifanyika, hakukuwa na situation kubwa labda ya kusema kuna vurugu nyingi sana ambazo zimeathiri watu kwa kiwango kikubwa sana hadi mchezo sio kwenye mazingira mazuri zaidi ya kumalizika. Lakini pia mwanzoni kuna rufaa ambayo ilitoka, baadhi ya watu wakafungiwa. Kwa nini mkutoa maamuzi kama haya yanakuja kutoka leo hii? Kwa hiyo naamini kuna msukumo labda ambao uko nyuma, kuna mchoro ambao watu wanajaribu kutengeneza nyuma. Na Senegal ukiangalia ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana kutoka ukanda wa Afrika Magharibi. Kwa hiyo inawezekana kuna mazingira ambayo yanatengenezwa ili kuona labda muda mwingine siasa za Afrika Magharibi na Kaskazini, timu nyingi ambazo zinatoka huko zinafanya vizuri kuliko zile. Angalia Mali, Ivory Coast, angalia Cameroon, angalia Senegal. Ni mataifa ambayo yanakuwa na yanafanya vizuri kwa sasa barani Afrika. Kwa hiyo inawezekana kuna siasa ambazo ziko nyuma huku zinahusishwa. Mimi binafsi nimepokea vibaya, usikuona kama kuna haja ya kuwapa Morocco ubingwa. Unajua hata michuano ya AFCON kuna story nyingi ambazo zinaendelea nyuma kwamba kwa kuwa Morocco hawajawa mabingwa wa AFCON ya wanaume, ndio maana kuna maandalizi ambayo hawajaweka sawa kuelekea kwenye michuano ile ya AFCON ya wanawake. Na ndio maana Afrika Kusini ulimsikia waziri wa michezo wa Afrika Kusini akisema kwamba kama Morocco hawako tayari kuandaa michuano, basi sisi tuko tayari kama Afrika Kusini kwa sababu tunajitosheleza kimiundombinu, mazingira yametulia na vitu vingine ambavyo tunaweza kuandaa michuano mikubwa kama hiyo. Inawezekana kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa kama wiki 2 au 3 zilizopita baada ya michuano ya AFCON kuahirishwa pale nchini Morocco, ndio hiki ambacho kimetokea sasa hivi kwamba Morocco watakapopata ubingwa wa AFCON, basi inawezekana AFCON kwa maana mashindano ya wanawake yakafanyika kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo inawezekana watu wakaanza kufikiria hivyo kwamba siasa ambazo zilikuwepo nyuma Senegal kuchukua ubingwa, Morocco hawajachukua, inawezekana wakawa wamezila kuandaa michuano au wameiandaa kwenye mazingira ambayo hayaridhishi kwa CAF, wanaona sio mazuri kufanya michuano, ndio maana imetokea hiyo. Kwa binafsi kanuni sawa zinasema hivyo, lakini sikuona kama kuna haja ya kutoa maamuzi sasa hivi. Wangeatoa wakati ambao wanawapa adhabu watu wengine, lakini pia mimi sioni kama kuna mazingira makubwa sana ambayo yalifanya mchezo kutomalizika kwenye eneo bora zaidi.